lengo letu ambalo tulikuwa tumejiwekea kwenye upande wa Simba Queens. Lengo lake kuu ilikuwa ni kuchukua ubingwa wa wanawake, na hii leo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tumeshachukua ubingwa wa heshima yetu. Tulikuwa tunavishwa ile crown kwa maana ya umalkia wetu. Leo ndo tulikuwa tunavishwa ile crown baada ya kupigania ubingwa wetu. Haikuwa kazi nyepesi, tayari tumeshaeleza huko nyuma namna ambavyo tumepigana vita nyingi, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu leo ndo tamati ya vita yote. Leo ndo siku ambayo tumekamilisha rasmi safari ya mabonde, safari ya jasho. Ubingwa ndani yake kuna additional ambayo ni unbeaten. Sio kazi nyepesi kucheza michezo 19 bila kuruhusu goli, bila kufungwa hata mchezo mmoja. Ni dhahiri shahiri kwamba mipango ya kiufundi ambayo ilikuwa ikifanyika ilikuwa ni mipango ya maana. Unaweza ukachukua ubingwa kwa kufungwa kwa hivi, unakuwa kama vile ulikuwa unalala, unaamka, unabahatisha. Lakini unbeaten maana yake ni kwamba ndani yake umekuwa na mipango thabiti iliyonyooka ambayo inakuwezesha kuweza kutimiza malengo. Leo ni siku ya furaha sana, Tobias Sebastian. Ni siku ya furaha kwa wanasimba, ni siku ya furaha kwa Simba Queens, kila mwenye damu ya Simba. Leo ni siku ya furaha kwa sababu Simba Queens imetutoa kimasomaso. Tumeokosa ubingwa msimu uliopita, tukasema iwe iwavyo msimu huu lazima turejeshe ubingwa wetu. Na Simba Queens ameendelea kuwa kinara wa soka la wanawake. Anaanguka msimu mmoja, msimu unaokuja anarejea kwenye utawala wake. Unadhani msimu huu tulikuwa bora kwenye maeneo gani hadi kupata hiki ambacho msimu uliopita hatukukipata? Kwanza 20 ndo wachezaji wapya na wenye uzoefu kidogo. Wakina Fentidesa, wakina Vivian Corazon, wakina Shikangwa, wakina Janet, wakina Doto Evarist. Lakini the rest ya kikosi chetu ni wachezaji wadogo, ni wachezaji wapya. Yaani kuna wengine ukiwaona, kwa mfano ukimuona Elizabeth Kagoma pale katikati, unaweza ukasema ni katoto ka darasa la 4, lakini anafanya kazi yake kubwa. Ni umri mdogo lakini amepewa majukumu makubwa na anaifanya kazi yake ipasavyo. Hasa nani yuko nyuma ya huo mpango? Ni Musa Hassan Mgosi. Ukimwangalia wakina Kamama ni wadogo, umeona, lakini nani kawapa uwezo huo mkubwa? Ni Musa Hassan Mgosi. Kwa hiyo yote kwa yote ni kwamba Musa Hassan Mgosi anastahili pongezi kubwa, yeye na benchi lake la ufundi kukabidhiwa kundi kubwa. Wamefocus kwenye Simba Senior Team peke yake. Huku huwa hawawekezi nguvu, na sisi tunasema ya kwamba unapokuwa shabiki wa Simba maana yake unawajibika na kulazimika kushabikia timu zote za Simba, kwa maana ya Simba Senior Team, Simba ya wanawake pamoja na Simba za watoto. Zote hizi ni timu zako ambazo unapaswa kuziunga mkono. Tuwashukuru wale wote ambao walitenga mida yao katika mechi zote, na wengine walidiriki hadi kusafiri. Simba ambaye ametoa fedha yake, ametoa muda wake, ametoa jasho lake, huu bingwa unawahusu moja kwa moja. Kuna chochote kwa Simba Queens pengine labda kitafanyika? Simba Queens tunasubiri ubingwa wa Simba Senior Team ili tufanye paredi ya pamoja. Hatutaki kufanya moja leo, na tunasubiri Simba Senior Team na wenyewe wachukue ubingwa, aidha ligi kuu ya NBC ama CRDB ama yote, alafu tukae msururu pale. Wakati huo tunawasubiri vijana wetu, wapo kwenye hatua ya robo finali hivi sasa wa under 20, na wenyewe wafanye vizuri kule, wachukue ubingwa, tuje tuweke msururu pale. Inaanza Simba Senior Team na ubingwa wake, wanakuja Simba Queens, wanakuja under 20, wanakuja under 17, yani ni yena tu. Alafu wa mwisho kabisa ni ubingwa wa mashabiki ambao tuliuchukua hapa katika uwanja wa KMC dhidi ya wapinzani wetu, nao humo pale kwenye paredi. Kwa hiyo itakuwa ni sherehe kubwa kweli kweli. Sawa, tumalizie. Kuna taarifa yote kutoka Senior Team pengine mchezo wa Jumapili tunarejea tena uwanjani mara baada ya mapumziko ya wiki 3 ya kupisha kalenda FIFA. Tarehe 14
katika uwanja wa KMC majira ya saa 10 kamili jioni. Mnyama anashuka hapa dimbani kwa ajili ya kuja kuianza safari ya kumalizia mechi 15 za ligi kuu ya NBC. Niwaalike mashabiki wa Simba, kwa muda mrefu hatujaiona Simba yetu, hatujaiona timu yetu. Sasa muda umefika. Mwenyezi Mungu ameturejeshea tena muda wa kuja kuiona Simba yetu. Jumapili tumiminike kwa wingi hapa, tuje tuione Simba yetu. Viingilio na muda wa mchezo? Muda wa mchezo ni saa 10 kamili jioni, na viingilio ni shilingi 10,000 kwa mzunguko na shilingi 20,000 kwa VIP, na tayari tiketi zimeanza kuuzwa kuanzia